السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. معشر المسلمين، katika mambo makubwa yanayoonyesha fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake ni yeye al-Maliku al-Jabbar al-Khallaq al-Razzaq dhul quwwati al-Matin subhanahu wa ta'ala kuwafungulia waja wake milango ya maombi na yeye kuwa tayari kuyakubali maombi yao. Hili ni jambo kubwa na ihsani kubwa kwa mwanadamu, kwamba sisi tunaye Mola muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake, mmiliki wa kila kitu, Mola mkwasi al-Ghani, aliyetajiri, mwenye kujikosia katika mambo, hahitaji chochote kwa mtu yoyote, kwa kitu chochote. Ufalme wote ni wake, hazina zote zilizoko ardhini na juu mbinguni zote ni zake, muweza wa kila jambo. Anafungua milango yake kwa waja wake rahmatan lahum, kwa ajili ya kuwahurumia, akiwaambia niombeni na mimi nitawaitikia. Na ikafanywa katika Uislamu dua ni ibada kubwa, bali ndiyo ibada yenyewe hasa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: ad-du'a huwa al-ibada, dua ndiyo ibada. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala na ufalme wake na uwezo wake anatuhimiza sisi tumuombe yeye. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu ameshasema niombeni nitawaitikia, niombeni nitawaitikia.
msiwe na hofu katika hili. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Waja wangu watakapokuuliza kuhusu mimi, waambie mimi niko karibu, ninaitikia maombi ya muombaji anaponiomba. Basi waniombe mimi, wanikubalie mimi, waniitikie mimi ninayoyataka kwao. Falyastajibu li waliyu'minu bi, na waniamini tena wanisadikishe. Hili ndio lilitaka Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwetu. Na mwanadamu alivyoumbwa amezungukwa na mambo mengi, ana matalibu mengi, kila mmoja ana matlaba yake, ana mahitaji yake anayohitajia, imma mambo ya kheri anayotarajia au mambo ya shari anayohofia. Nataka kheri hii, nataka kheri ile, katika kheri za dunia na akhira. Au kuna mambo unayahofia katika shari za duniani na akhira, huna pa kukimbilia. La manja wala manja minka illa ilayhi, hapana pa kukimbilia wala pa kuegemea isipokuwa kwake, na yeye ndiye mwenye uwezo wa kila jambo. Mwanadamu ni muhitaji, ni fakir ila Allah ta'ala, anamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa ameumbwa mwanadamu ni muhitaji na hana wa kumsaidia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akaufungua mlango huu wa sisi kumuomba yeye. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tufahamu ya kwamba katika ibada kubwa zilizosisitizwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ya maombi. Sisi tumuombe yeye na yeye yuko tayari kutuitikia maombi yetu. Fursa hii Waislamu wengi tunaipoteza. Waislamu wengi hatuitumii vinavyotakiwa na kustahiki. Yani leo mathalan, na kupigia mfano tu wa karibu, umekutana na mtu, husifiwa kwamba mtu huyo ana uwezo wa kimali. Umekutana na mtu huyo anasifiwa kuwa ana uwezo wa kimamlaka. Zima itazimwa, washa itawashwa, weka itawekwa, inua hivyo. Waambiwa sema wataka nini, mimi niko tayari kukuitikia. Alafu fursa ile wewe waipoteza. Una kazi ya kubanja banja vidole na kuuma meno na kungatangata midomo, huna cha kusema. Naambiwa umeshindwa kuitumia fursa yako vizuri, na hiyo ni alama ya umaskini na fikra duni. Sasa huyo ni mwanadamu mwenzako na watu watakulaumu. Kuna watu walikuwa fursa mbalimbali na watu wenye uwezo wakaomba vitu vya ovyo, dunia ikawalaumu kwamba wewe fursa uliipata, ungeomba kitu cha maana, wewe waomba kitu fulani na kitu fulani. Sasa wakulaumiwa wa aina hii ni wengi, kwa sababu kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu alhaq, neno lake ni la kweli na hasemi uongo. Waman asdaqu min Allahi qila, hakuna aliyemkweli zaidi kushinda Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno yake ni maneno ya kweli na ni maneno ya uadilifu. Ameshatuahidi sisi tumuombe shida zetu na haja zetu, matlaba yetu tunayoyatarajia, tunayoyahofia, tuombe kwa raghba na rahba. Kuna watu wana maradhi, wengine wanauguliwa, wana wagonjwa. Kuna watu wana ufakiri, wana uhitaji wa mali. Kuna watu wana mahitaji mbalimbali, wana hofu juu ya mambo mbalimbali yanayowakabili katika mambo ya kilimwengu, yamewazunguka mambo haya. Hakuna anayeweza kuyatatua mambo hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamepewa fursa hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wao hawaitumii. Na ni ibada kubwa, wapata thawabu ukiomba. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, muombeni Mola wenu
kwa unyenyekevu na kwa siri. Kwa nini? Innahu la yuhibbu almu'tadin, hawapendi Allah watu wenye kuvuka mipaka. Hii ni aya katika suratul A'raf. Aya nyingine katika suratul Ghafir Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'uuni astajib lakum, niombeni nitawaitikia, kwa maana nitawapa. Alafu akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaotakabbar wakaacha kuniabudu mimi, kwa sababu dua ni ibada, wakaacha kuniomba mimi, kwa hiyo wameacha kuniabudu kwa dua. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika jahannam hali ya kuwa ni madhalili, watakwenda motoni kwa sababu hawakumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliyewapa nafasi ya kumuomba yeye. Na kwa kuwa dua ni ibada, ina adabu zake, namna ya kuiendea ibada hii. Tutazieleza adabu hizi na taratibu hizi katika khutba yetu ya pili insha Allah. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوة الإيمان، miongoni mwa adabu na taratibu zilizowekwa na sharia ya dini yetu katika suala la maombi, kwa kuwa maombi au ad-du'a ni ibada, basi msingi mkubwa wa kuuzingatia wakati wa kutekeleza ibada hii ni al-ikhlas, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatakasa maombi haya, kuyapeleka kwake tu na si kwa mwingine. Maombi yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala direct, moja kwa moja, usimuombe mwingine yoyote wala kupitia kwa yoyote. Usimfananishe Allah na wenye nafasi katika ulimwengu za kimali, kiuchumi au nafasi nyingine zozote, kwamba wewe huwezi kufika kwake ila kwa njia ya fulani mpaka upelekwe na fulani. Usimfananishe Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango huu na yoyote, maadamu ni ibada. Ibada hii ielekeze kwake yeye peke yake. Hiyo ndio amri ya Allah, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika dinul qayyimah. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye ibada, maombi, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe kwa ikhlas. Na miongoni mwa hayo ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaufunga mlango wa kuyapeleka maombi kwa mwingine asiyekuwa yeye, akisema innal ladhina tad'una min dunillah ibadun amthalukum, hakika wale mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ni waja viumbe mfano wenu. Wale mnaowaomba kinyume na Allah mkapeleka maombi yenu kwenye mambo ambayo hakuna anayeweza kuyatekeleza mambo ila yeye, hao mnaowaomba ni waja, ni viumbe mfano wenu. Ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum. Ibadun amthalukum ni waja mfano wenu. Kwa hiyo Allah anasema haya basi, simeamua kuwaomba, waombeni alafu waitikie, waombeni alafu wakubalie maombi. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin, kama nyinyi ni wa kweli basi waombeni wawasaidie hao. Sio taka hidayah, uongofu,
haya waombe hao wengine asiyekuwa Allah. Si wataka kusalimika wewe na moto wa Allah subhanahu, waombe hao wengine wakusalimishe na huo moto. Si wataka kukingwa na adhabu ya kabri wewe, haya waombe hao wengine wanaona kwamba wafaa kuombwa. Wewe si una shida, wewe ni tasa, huzai, hujajaliwa mtoto, wewe fakiri, haya muombe huyo mwingine unaona kwamba afaa kuombwa, kama nyinyi ni wa kweli. Allah anatoa tahdid, vitisho kwamba hawa hawawezi, ni ibadun amthalukum ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah, enyi watu nyinyi ni wahitaji, ni mafakiri kwa Allah, kwa muombeni yeye. Ndio maana tukasema lazima ikhlas katika maombi. Umeamka katika wakati wa usiku au katika wakati wa mchana, katika zile nyakati bora kabisa, umenyanyua mikono yako, muombe yeye bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula. qul ud'u Allah aw ud'u arrahman ayyamma tad'u falahu alasma'u alhusna. Kwa muombeni Allah kwa majina yake, ya Allah, ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja katika adabu za dua. Lakini katika mambo muhimu ya kuzingatia ili dua yako ikubaliwe ni itabatul mat'am, ni kufanya halali chakula chako, wadhālika bikasbi alhalal, na hilo hupatikana kwa chumo na kipato cha halali. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, akhrajahu Muslim wa ghayruhu, ameitaja Imam Muslim na wengine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Akaitaja hadithi mpaka wa dhakara ar-rajula yutilu safar. Katika hadithi ile Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu mmoja ambaye safari yake ilikuwa ndefu, alirefusha safari, akawa anapita safarini, anatembea huko hali ya kuwa yeye nywele zake zimetimka, amejaa vumbi, yuko katika hali duni kabisa ya safari ile na uchovu wa safari, amekatikiwa. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala huku akiwa amenyanyua mikono yake juu, ya Rabb, ya Rabb. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, chakula chake ni cha haram na kinywaji chake ni cha haram, wa malbasuhu haram, na vazi alilovaa ni mavazi ya haram. Yani vyote hivyo amevipata kwa njia ya haram. Wa ghudhiya bil haram, na yeye mwenyewe amelishwa chakula cha haram. Kwa hiyo anakula haramu munfiqan wa munfaqa alayhi, wakati akiwa akitoa kama mzazi na wakati akilishwa yeye kama mtoto mdogo, nyakati zote amelishwa haramu tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa anna yustajabu lidhalika, wewe unaona atakubaliwa vipi mtu aina hiyo? Haramu juu ya haramu juu ya haramu. Kwa hiyo katika sababu za kukubaliwa maombi, hakikisha chakula chako na mavazi yako na kinywaji chako kimepatikana kwa njia ya halali na sio kwa njia ya haramu. Watu wengi riziki zao au watu wengi wanakataliwa dua zao na kurudishiwa wao wenyewe kwa sababu ya chumo lao la haramu. Fanasallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika mambo mengine ya kuzingatia ni mtu kuzizingatia nyakati bora za maombi, kama vile wakati wa usiku, mwisho wa usiku, kadhalika siku ya Ijumaa, hasa katika saa za mwisho, katika mchana ule wa Ijumaa, jioni kabla jua kuzama, pale pana saa ambayo mtu akiafikishwa saa ile akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi maombi yake yanakubaliwa. Wakati wa kunyesha mvua yanyesha na rahma zinateremka za Allah subhanahu wa ta'ala, ukiomba pale basi kuna uhakika mzuri zaidi wa kukubaliwa maombi. Kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wa anta sajid, na hali ya kuwa umesujudu, au katika siku bora kama vile siku ya Arafa, au katika mwezi ulio bora, mwezi wa Ramadhani, na mfano mambo kama hayo, au nyakati kama hizo. Kizizingatia nyakati hizo, basi pingine Allah subhanahu wa ta'ala akayakubali maombi yako. Kadhalika wakati wa baina ya adhana na iqama, kabla swala haijakimiwa, baada ya adhana, ule ni wakati mujarrab wa kukubaliwa maombi. Kadhalika
ukaomba na hali ya kuwa wewe moyo wako uko hadhir, wajua unachokiomba. Si kwamba sababu dua umehifadhi siku zote rabbana atina fid dunya hasana, huku mikono yako umeipakata kwenye mapaja yako, hunyanyui mikono. Nyanyua mikono yako iweke mbele ya kifua chako hapa, sio weke mikono kama ukitaka nipe, usipotaka basi. Yani huna shida rabbana atina fid dunya hasana, wala hauko moyo wako haupo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah, fahamuni ya kwamba Allah hata ikubali dua inayotoka kwenye moyo wa mtu aliyeghafilika, aliyepuuza, yani wala hajui asema kitu gani. Dua alihifadhi tangu utoto, basi aisema tu. Kusudia hasa, fanya azima katika masala. Kadhalika usione haraka kwamba mimi bwana nimeomba lakini sijakubaliwa mpaka leo. Adamu istijal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, atakubaliwa maombi mmoja wenu muda wa kuwa hajaona haraka, hajaona kuchelewa, akawa yeye anavumilia juu ya maombi yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika maombi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kuna mambo matatu. Si kwamba ukiomba ya Rabbi mimi naomba gari, basi hapo gari itakuja pap imeteremka, hiyo gari chukua. Mimi naomba shamba, mimi naomba nyumba, la. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ma min muslimin yad'u bid'awatin laysa fiha ithmun wala qati'ati rahimin, hakuna muislamu yoyote atakayeomba maombi yoyote ambayo ndani yake hakuna madhambi, sio dua ya madhambi, huombi kitu cha haramu, wala hakuna ndani yake kukata udugu, kwamba dua yako wewe ni kukata udugu, wewe na ndugu yako udugu ufe. Dua hiyo haina jambo hilo. Waomba dua nzuri, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, isipokuwa Allah atampa kwa dua hiyo moja mambo matatu. Dua unayoomba utapata moja mambo matatu maadamu imetimiza masharti yake na vigezo vyake. Jambo la kwanza asema imma yuajila lahu da'wata, imma akamfanyia haraka maombi yako ukajibiwa pale pale. Umeomba kitu fulani ukapewa, hii ni moja. Jambo la pili, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah, imma Allah akamwekea akiba yeye akhirah. Wewe si umeomba dunia, nataka mali, mali hatukupi wewe, jaza yako utaipata akhirah. Wewe tukikupa mali utakufuru wewe hutaswali, wewe hutakuwa mtu mwema. Aidha ashakujua umeomba ya Rabbi mimi hali nilionayo hii shida na njaa, wewe ukishiba wewe utakuwa na taabu, kashakujua Mola wako. Kwa sikupi ya Rabbi afi, ukiwa na nguvu wewe utafanya mambo mabaya wewe. Kwa hiyo Allah anakupondolea ile dua yako, badala ya kukupa dunia akupa akhira. Miongoni mwa faida za dua, faida ya tatu, wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha, na imma kumpondoshea yeye, kumuondolea jambo baya mfano wake. Kuna jambo kubwa baya linakuja mbele yako likuwa likukute wewe omba mambo mazuri, hujui kwamba kuna jambo baya mbele linakuja. Sasa ukasana waomba ya Rabbi nataka hiki na hiki na kile, ya Rabbi niwafikishe mimi safari hii, mimi niende mimi. Allah anakuambia wewe huendi huko unakokwenda, wewe ni kubaya kwako na kuondoshia jambo hili. Kwa hiyo ukaona mbona mimi nimeomba sikupewa? Kuna jambo baya wewe umeondolewa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema maneno haya, maswahaba wakashangaa kidogo, wakasema qalu idhan nukthir, wakasema ya Rasulullah, basi tukithirishe kuomba sana. Akasema Allahu aktharu, na Allah ni mwingi wa kuitikia. Ombeni sana naye atawaitikia. Kwa hiyo usikate tamaa katika maombi. Sije ukaona kwamba nimeomba sana lakini sikupewa. Allah ana siri nyingi kwako anazozijua, amekupa maadamu vigezo na sababu umezitimiza. Allah ametushatoa ahadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu alishasema niombeni mimi na mimi nitawakubalia maombi. Kwa hiyo fursa hii tusije tukaipoteza, tuitumie fursa hii vizuri, tuziombee nafsi zetu kheri, tuwaombee jamaa zetu, tuwaombee ndugu zetu, wazazi wawaombee watoto wao, watoto waombee wazazi wao. Muombee ndugu yako Muislamu ana shida, ana matatizo, hata kama hayupo, na ndio dua nzuri zaidi. Iombee nchi yako, uombee mji wako, muombee kiongozi wako, ni ibada kufanya hivyo. Bali kiongozi na mtawala kuwaombea raia wake
dua yake inakubaliwa, kwa sababu watu watatu dua zao hazirudi. Mmoja katika hao al-Imamul Adil, kiongozi mwadilifu, dua yake hairudi. Akiwaombea raia wake, akiombea utawala wake na nchi yake, dua yake hairudi. Kwa hiyo tumia fursa vizuri kuomba dua, iombee nafsi yako, ombee na Waislamu wote na wazazi na jamaa na marafiki na Waislamu wote. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين يا عزيز يا غفار. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاة. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.